Bwana Yesu asifiwe wapendwa, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Na mimi nyote ni wazima. Kwa majina yangu naitwa Harrison G. Nimeokoka, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Niko kaunti ya Mombasa, mtaa wa Colorado. Karibuni sana kwa mafundisho haya, ili tuweze kukuzana imani yetu. Karibuni sana. Kichwa chetu cha fundisho la siku ya leo, nguvu ya Mkristo. Kichwa chetu cha fundisho la leo, nguvu ya Mkristo. Kuna ulimwengu wa kiroho wa Mungu na kuna ulimwengu wa kiroho wa Shetani. Wanaoamini Mungu huingia ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Wasioamini Mungu huingia ulimwengu wa kiroho wa Shetani. Wasiomwamini Mungu wanajua njia za kuingia ulimwengu wa kiroho wa Shetani. Lakini wale wanaojiita ni waamini, wanamwamini Mungu, hawajui njia za kuingia ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Wakristo wa leo hawajui njia za kuingia ulimwengu wa kiroho wa Mungu, ijapokuwa wanaomba usiku na mchana, lakini hawajui njia za kuingia ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Wale ambao hawaamini Mungu wanajua njia za kuingia ulimwengu wa kiroho wa Shetani. Ndiyo maana wanawatumia wale watu wanaojiita wa Kristo, lakini hawajui njia za kiroho za kumtumikia Mungu. Wanawatumia kufanya kazi yao bila wao wenyewe kujua. Nguvu ya Mkristo iko ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Nguvu ya mtu ambaye si Mkristo iko ulimwengu wa kiroho wa Shetani. So Wakristo wamekuwa wafanyakazi wa Shetani kwa sababu hawajui njia za kiroho za kumtumikia Mungu aliyewaumba. So chochote unachokifanya lazima ujue ulimwengu ulio. Ikiwa wewe ni Mkristo, unasema ni Mkristo, lakini haujui njia za kiroho za kuingia ulimwengu wa kiroho wa Mungu, wewe ni Mkristo ambaye hauna msaidizi. Mimi nikupe mfano. Unapoenda kwa mganga, mganga hawezi kukufanyia kitu chochote bila kuingia ulimwengu wa kiroho wa baba yake Shetani. Hawezi kukuambia kitu chochote kukuhusu mpaka aingie ulimwengu wa kiroho wa baba yake Shetani. So watu wasiomwamini Mungu wanajua njia za kiroho za kuingia ulimwengu wa kiroho wa Shetani. Ndiyo maana wanawatawala watu wanaojiita wa Kristo. Kwa hivyo leo nataka kukujulisha njia ya kuingia ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Neno la Mungu ni nauli ya kiroho ya kukupeleka ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Roho Mtakatifu ndiye dereva. Mwanadamu anaposikia na kutenda kile ambacho neno la Mungu linasema, basi Roho Mtakatifu huja. Roho Mtakatifu anapokuja humpeleka ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Hakuna mwanadamu anayeweza kuingia ulimwengu wa kiroho wa Mungu bila kuwa mtendaji wa neno. So mwanadamu anapokuwa mtendaji wa neno, Roho Mtakatifu huja. Roho Mtakatifu anapokuja, Roho Mtakatifu humpeleka ulimwengu wa kiroho wa Mungu, kwa sababu Roho Mtakatifu anaomba kupatana na Mungu kwa ajili ya watakatifu wote. Roho Mtakatifu asipokaa ndani yako, hauwezi kuyajua ya Mungu. So Wakristo wa leo wamekosa kujua Mungu wanayemtumikia kwa sababu ni wasikiaji wa neno wala si watendaji. So, ikiwa wewe ni msikiaji wa neno wala si mtendaji,
hauwezi kuingia ulimwengu wa kiroho wa Mungu, kwa sababu Roho Mtakatifu aliahidiwa kwetu kwa sheria ya neno. Yeyote ambaye atakuwa mtendaji wa neno angepokea Roho Mtakatifu. Kwa hivyo usipokuwa mtendaji wa neno la Mungu, hauwezi kumpokea Roho Mtakatifu. Ikiwa hauwezi kumpokea Roho Mtakatifu, basi hauyajui ya Mungu. Kwa hivyo maadui wetu ni wale walioko ulimwengu wa kiroho wa Shetani. Adui yako ni yule ambaye yuko ulimwengu wa kiroho wa Shetani. Yeye ndiye hutaka kukuzima usiendelee. Adui yako si yule anayeonekana. Adui yako ni yule aliye ulimwengu wa kiroho wa Shetani. Usipojua njia za kiroho za kuingia ulimwengu wa kiroho wa Mungu, utakuwa mfanyakazi wa Shetani. Wakristo wa leo wamekuwa wafanyakazi wa Shetani kwa sababu hawajui njia za kiroho za kumtumikia Mungu wa kweli. Hawajui njia za kiroho za kumtumikia Mungu wa kweli. Wanafanya kusikia tu kwamba Mungu ni mkuu, lakini kwa sababu hawajui njia za kiroho, Shetani ndiye anawaongoza. Ikiwa utaomba, ikiwa utaimba, ikiwa utahubiri, lakini hauko ulimwengu wa kiroho wa Mungu, mahubiri yako, uombezi wako hakutaweza kuwa na nguvu. Kuhubiri yako yatakosa nguvu kwa sababu hauko ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Yesu akawaambia wanafunzi wake, kaeni katika jiji mpaka mvikwe nguvu kutoka juu, ndio mweze kupeleka habari njema kwa mataifa. So, ikiwa ukusubiri mpaka ukaongozwa na Roho Mtakatifu, ujumbe wako utakosa nguvu. Kwa hivyo ulimwengu wa kiroho wa Mungu uko na nguvu za Mungu. Ulimwengu wa kiroho wa Shetani uko na nguvu za Shetani. Wakristo wa leo wamekuwa watumwa. Wakristo wa leo ni wafanyakazi wa Shetani kwa sababu hawajui Mungu wanayemtumikia. Hawajui Mungu wanayemtumikia. Ulimwengu wa kiroho wa Shetani ndio umekuwa unawaongoza. Kwa hivyo ikiwa utaomba, lazima uwe uko ulimwengu wa kiroho wa Mungu, ndio maombi yako yasikike. Hatukusikia maombi yoyote kutoka kwa Musa, lakini Mungu akamwambia Musa, kwa nini unaendelea kunilia? Waambie wana wa Israeli wanapaswa kuvunja kambi na kusonga mbele. Kwa macho ya kimwili, Musa alionekana kuwa hana njia ya kufanya, lakini kwa macho ya kiroho, Musa alikuwa anaomba. Kwa hivyo, watu wa dini wanaamini kwamba wanapoomba kwa sauti, Mungu ndio anawasikia. Mungu hasikii kelele ya mwanadamu. Mungu anaangalia yule anayeomba, ambaye yuko na Roho wake, anamjibu. Maana neno na Roho ni kitu kimoja. Hakuna njia yoyote unayoweza kumfanya ukampendeza Mungu isipokuwa kutii neno lake. Kwa hivyo ulimwengu wa kiroho wa Mungu ndio wenye mamlaka ya Mungu. Yeyote aliye ulimwengu wa kiroho wa Mungu lazima awe juu ya wote. Kwa hivyo ulimwengu wa kiroho umegawanyika mara mbili. Tunapotaka kutumia nguvu, lazima tufanye uamuzi kulingana na imani ya mwanadamu. Wanaomwamini
huingia ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Wasiomwamini Mungu huingia ulimwengu wa kiroho wa Shetani. Hiyo ndiyo dunia ilivyo. Kama hizi siri uzijui, bado utateseka sana. Adui yule anayeonekana hata hana shida, lakini yule ambaye haonekani, ambaye yuko ulimwengu wa kiroho wa Shetani, huyo ndiye amekufilisisha. Mimi nikwambie hivi, ni kweli unampenda sana babako, lakini ikiwa babako ni mchawi, akikufuata ulimwengu wa kiroho wake wa Shetani, lazima utapiga kelele. Kwa sababu gani? Kila ulimwengu wa kiroho una nguvu zake. Kila ulimwengu wa kiroho una nguvu zake. Kwa hiyo Wakristo, heri tuwe watendaji wa neno, ili tuweze kumpokea Roho Mtakatifu, ili atupeleke ulimwengu wa kiroho wa Mungu, ili tuwe na nguvu. Tuwe na nguvu. Kwa hivyo, fundisho letu la siku ya leo, unaweza kusoma kitabu cha Kutoka 14 mpaka 15. Kitabu cha Kutoka mlango wa 14 mstari wa 15. Alafu usome wa Efeso 6 mlango wa Efeso 6 mstari wa 11 mpaka 12. Nguvu ya Mkristo. Amen. God bless you. God bless you. Yeah.